Munyamweru Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas. Na kupata mwisho mwema huwa ni dua ambayo tunaiomba mara nyingi, na ni dua ambayo tuwahimize watu wetu wao wanaziomba sana, kwa sababu ukipata mwisho mwema unakuwa umemaliza vizuri. Na mwisho mwema maana yake ni nini? Ni pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupa taufiki ya kutubu kabla ya kufa, kwa sababu Mtume alisema kullu bani adamu khata, kila mwanadamu ni mwenye kukosea, wa khairul khataina at-tawwabun, na mbora katika wale wenye kukosea ni yule ambaye anatubia. Kwa hiyo Mungu akikujalia akakupa mwisho mwema, anakuwafikisha unatubu kabla ya kufa. Hilo ni la kwanza. La pili, Mungu akikuwafikisha akakupa mwisho mwema, anakujalia unaachana na maasi, wa khasatan kabairi dhunub, vile vikubwa vikubwa vile, kama ulikuwa yemo na nini unaviacha. Mungu akikupa mwisho mwema, la tatu, al-iqbalu ala taa, unajikuta umekuwa mwepesi sana kunako ibada na utiifu, na wakati mwingine unakuwa maradufu, kama ilivyokuwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawafahu Allah. Ilikuwa ni desturi ya mtume anakaa itikafu 10 la mwisho la Ramadhani, lakini mwaka wake wa mwisho wa uhai wake, kwa lugha nyingine mwaka wa 10 wa Kiislamu, maana mtume alikufa mwaka wa 11 mwezi wa 3 siku ya Jumatatu tarehe 12 ndio alikufa, mwezi wa 3 Rabiul Awwal. Sasa mwaka wa 10, Ramadhani ya mwaka wa 10, mtume alikaa itikafu siku 20, hakukaa siku 10, kwa maana anaongeza nini? Juhudi kwenye ibada. Wako watu Mungu amewapa taufiki za hivyo, mnasali naye, pengine saumu za sunna sio yake, alafu unafikia wakati unakutana amevianza madarasa kama hivi yakosi, alafu unasikia tu kwamba dada zake alikufa au alifanya ajali alikufa. Na ndio zile dua watu wanakuwa wanaomba mara nyingi, Mungu jalia matendo yetu mema yawe ndio ya mwisho kwenye uhai wetu. Kwa nini? Lianna al-a'mala bil khawatim, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu kwenye hadithi alisema innamal a'malu bil khawatim, fa innamal a'malu bil khawatim, hakika dini inatizama mwisho. Ndio maana Allah ajalie matendo yetu mema yawe ni ya mwisho. Na mwisho kabisa Allah anakufisha kwenye hiyo hali. Naam, ma ya alama sasa ya mtu ambaye amemaliza vizuri. Umeenda kuona maiti kama unavyosema, mtu amekata roho, yuko karibu na wewe, kwa wale wenye kuuguza au mlikuwa nao unamwona mwenzako anakufa, utajuaje kama mtu amemaliza vizuri? Ziko alama ambazo dini ilitaja. Miongoni mwa hizo an-nutq bishahada. Ukimwona mtu ukufa anashahidilia, anaweza kuitamka ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammada rasulullah, wallahi anakuwa amemaliza vizuri. Wallahi pako wengine unaisema wewe na unamwambia mama fulani sema la ilaha illa, wallahi hawezi. Fulani sema ashhadu an la, na unatukuna kusema na kijicho kabisa na romba. Ukimwona mtu ameitamka shahada ndio neno lake la mwisho, kamaliza vizuri. Anasema mtume wetu Muhammad, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Mtume anasema yule ambaye neno lake la mwisho litakuwa ni la ilaha illa Allah ataingia peponi. La mwisho. Wako watu wanakuwa wanapata hizo chance, mtu alifanya madhambi, aliua, alifanya nini, alafu anasimamishiwa kisasi. Niliona Saudia wakati tunasoma kule, wakati wa kutekeleza kisasi, wale watu kuwachinja pale, yule mtu anakujaga na mshika kwenye mgongo na anamwambia kabisa ashhadu an la isema, wallahi kuna wenye wanashahidiaga na ndio wanachinja. Na kuna mwingine alimwambia zaidi ya mara 4 kul la ilaha illa, wallahi anakataa ya akhi, mpaka turu ya 4 wanamwambia akasema neno chafu ambalo nani mwenyewe alifanya kazi hilo lilimuuzi. Anamwambia kul la ilaha illa Allah ya Abdullah, wewe mjawabu sema la ilaha illa Allah. Huyo anajibu anasema bal atini dukhanan, nipe mimi fegi nivute. Huyu jamaa kwa hasira kaomba kama nipe ile panga, akampa panga, akamkata kichwa. Wako watu wanakufa hivyo, na wako wengine Allah anawapa. Si mnakumbuka alipokufa Saddam, amkuipata au mnajisawisha, amkuiona Saddam Hussein
Hamkuiona? Tena ananyongwa, sala imejaa marafidha na Shia. Hakuna Sunni, mashia ndio imejaa. Sunni ni yao, na bado wanampoteza. Ni kwa sababu wengi wamfuati yale maneno yasimo pale, au Kiarabu mkisikia wanampoteza, wanaambia ila nar, ila nar, ila nar ya mujrim, wewe mtu mbaya, wanaenda moto, ili basi awajibie kamba impitue. Lakini la mwisho alitamka, akalisema tena kwa sauti ambayo kila mwenye masikio mazima alisikia, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wakakokota mishtaka, akanyonga. Allah mjalie miongoni mwa wale ambao wamezidi. Ndio Mungu. Na sisi Allah tujalie shahada, ndio neno letu la mwisho, ni kujaliwa. Kwa hiyo ni moja miongoni mwa alama za mtu aliyomaliza vizuri. Alama ya pili, araqul jabin. Araqu aljabin, ukiona maiti imefishwa, mtu ameshakata roho, alafu ana jasho hapo kwenye bapa la uso. Maana kawaida ya maiti inakuwa inapooza, kawaida ya maiti inakuwa baridi, si ndio kawaida? Hata ikiwa na moto ndaga, baada ya muda ina wewe kila kugusa hapo unakutana kuna na jasho, huyo kamaliza vizuri. Na kuna wengine wanachora, wengine wanaenda mbali, sio tu jasho, kuna zingine maiti haitoi jasho lakini inatoa nuru. Ni mwenzako, umeishi naye, kawaida yake ni mtu mweusi, lakini baada ya kufa unaenda kumtizama, unakutana utasema amepigwa scrub kama cha maiti, anakuwa na nuru fulani, ishara ya kumaliza vizuri. Na kinyume chake ni hivyo hivyo. Kuna mtu akimaliza vibaya, hata alikuwa mweupe, ukienda kutazama maiti yake imekuwa mweusi kama kaburini, unajiuliza vipi huyu, mbona anakuwa na rangi imekuwaje? Ishara mbaya. Allah atulinde na vifo vya aibu. Na alama ya tatu, almaut biqabd alamrad au alhawadith, bibadhi alamrad au alhawadith. Katika alama ya kumaliza vizuri, alama ya tatu ni mtu kufa kifo, yani sababu ya kifo. Maana kila kifo kina sababu. Sababu ya kifo ikawa ni moja miongoni mwa maradhi, magonjwa ambayo yamethibiti kwenye hadithi kwamba ukifa na ugonjwa huyo, wewe unakufa kifo kizuri. Yani kwa lugha fupi, Mtume anasema wewe unakufa ni shahidi. Yako magonjwa ambayo nikikupitua kaka unaenda peponi. Miongoni mwa hayo ataun, maradhi ya ngamizi, ikiza mkirundi. Kama wakati nakuja kama kolera. Kuna wakati miaka ya nyuma hapa 2019 mpaka mkaita jina, mlitaje? Covid. Na labda kumbuka kama ile wale wote Waislamu walipita pale wale. Peponi. Mbona watu mnalia wenyewe wanakwenda. Ataun, maana janga bado linakuja na maradhi linapitoa watu wengi chini moja. Wewe tayari unakuwa miongoni peponi. Na wako maswahaba wengi alipituliwa na maradhi, akiwemo Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Yule aliyempa Mtume nafasi ya kulala miezi 7, ambaye amezikwa Konstantinia Uturuki, na yeye alipituliwa na taun. Hiyo ni moja miongoni mwa maradhi ambayo yanakufanya uende zako peponi. Maradhi mengine yanapeleka Uislamu, wewe jamani, msiende kuomba dua kwamba Mungu akupe magonjwa. Maana kuna watu wanaelewa vibaya. Maradhi mengine yanapeleka watu wengi peponi. Daul batni, dau albatni, magonjwa ya tumboni. Ukisikia mtu amekufa, sababu ni maradhi ya tumboni. Sijui alikuwa anaumwa mafigo yaliharibika, sijui maini yaliharibika, sijui alikuwa na kansa, sijui mapafu, lakini sijui ilivuta sigara, mapafu labda ni michoko ya kazi na nini, sijui ni sigara au ugoro, kwa sababu ukijiangamiza mwenyewe Mungu anakuchoma. Yani maradhi yoyote ambayo ni ya tumboni. Na kwenye hili Mtume akatubashiria, akasema thuluth ummati, ichaga tatu cha umma watakufa kwa maradhi ya tumboni, ili kwa lugha nyingine wakaipate pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maradhi ya wapi? Ya tumboni. Kwa hiyo yako mengi tumboni, na hasa kwa wakati wa hivi leo ndio yanajulikana mengi sana. Unasikia alikuwa na majipu tumboni, hasa kina mama, alikuwa na majipu tumboni, alikuwa na majipu sijui kwenye fuko la uzazi, alikuwa na hivi, sijui stomach yake ilitoboka, sijui
roho yake ilikuwa na tundu, nadhani ya magonjwa yako kaka, ukiona umekufa wewe tayari safi, ndio zake vizuri. Hiyo ni moja miongoni mwa nini. Lingine kwenye hilo mara bado tukiangalia hiyo ataka al-gharq, atakayekufa sababu ya kufa ikawa ni kuzama, kunavuka maji ndahango imejaa ujui kakupitua. Sikuna watu wanakufa, sikuna mwingine anakufa, sikuna nyuma. Alikuwa Muislamu ule, kama alikuwa Muislamu tayari shahada kaipata. Kuna mwingine alikuwa ndani ya boti kazama kafa, shahada kaipata. Yaani maji tukifa hiyo sababu ni maji, gharq, umezama. Sio nenda kuleta michezo yako kushindana kuogelea ukazama. Hiyo umejiua mwenyewe. Lakini ilikuwa sababu sio wewe. Umekufa mpisini, umekufa mnini tayari umekufa kifo kizuri. Na vile vile al-gharq min al-khariq, moto. Sawa, ile umeme umejikuta tu bahati mbaya kutengeneza nini, labda singa umegusa short, umekufa kifo kizuri. Allah akuadhibu mara mbili, amesema Mtume Muhammad, hadithun sahih, Mtume anasema inna Allah, kwa hakika Mwenyezi Mungu, la yuadhibu abdahu bin nari marratayn, kamwe hata mwazibu mja wake Muislamu kwa moto mara hizo, habitakuwaka. Ukikuchoma tu hapa kule haukuchomi tena, unaenda peponi. Ndio maana napenda kutoa nasaha kwa vijana, acheni kuwapeleka watu peponi. Unapokuwa mnakamata wezi wa pikipiki, siku mara nyingi sio wachoma, mnawapeleka peponi, acheni kumwachoma. Mungu hawachomi watu mara mbili. Sawa jamani. Na vile vile al-hadam, mtu akifa sababu ya kifo ikawa labda ni kibambaza, labda ni nyumba imemwangukia. Wale vijana wetu ambao waliokufa Dubai kule siku za nyuma, nadhani moja alipromoa kwenye gorofa, msikia wote wale mashahidi peponi. Jamani, narudia tena, usiombi dua ufe kifo chochote hicho, lakini ikitokea Allah atakuwa amekuchagua. Naam, alama ya 4 katika alama za kumaliza vizuri, alwafat lailatul aljumaa au nahariha, mtu kufishwa usiku wa kuamkia Ijumaa, usiku wa Alhamisi kuamkia Ijumaa. Ukisikia mzee fulani kafa jana usiku ndio alikata roho, jana Alhamisi, leo Ijumaa, yaani tutamzika Ijumaa, wewe tayari kamaliza vizuri. Usiniulize wale na mardi na mercredi, nimekuambia usiku wa kuamkia Ijumaa. Maana mnakuwa na maswali ya ajabu ajabu. Usiku wa kuamkia Ijumaa au nahari au mchana wa Ijumaa. Hata kama ukizikwa Jumamosi, ukifa mchana wa Ijumaa umemaliza vizuri. Kwa hiyo atakayeweza kufa Ijumaa fa Ijumaa. Naam. Kisha la 5, ash-shahadatu fil ma'rak, katika vifo vizuri na kumaliza vizuri, yule anayefia vitani kwenye jihadi. Lakini leo hakuna jihadi ya kupigana. Leo hakuna. Wapi pako jihadi? Nchi moja tu, Palestina peke yake. Hakuna pengine. Na kwa wale wanafia kule, wale wanakuwa wamemaliza vizuri. Kisha kifo kingine kizuri kinahusu kina mama, wanawake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, mautul mar'ati fi nifas au alhamli, kifo ambacho anakufa mwanamama pindi ambapo amemaliza kuzaa alafu hajataharika, bado damu ya uzazi haijakauka, akafa sababu ya kifo ikawa ni uzazi, au mwanamama anayekufa yuko anajifungua, si wapo au mwanamama ambaye kufa kwake sababu ni ujauzito, alikuwa na mimba alafu ikaribikia tumboni ikampitua, peponi anakwenda zake. Ndio hivyo. Na katika eneo na sehemu pia ni moja miongoni mwa ishara ya mwisho uliokuwa mwema, eneo na sehemu. Kifa Burundi unakuwa hujamaliza vizuri, abadan. Ukifa Tanzania hujamaliza vizuri, ukifa Kongo ndo la mahala lahu min al-i'rab, hujamaliza vizuri. Lakini Allah akikujalia ukafia Makkah al-Mukarrama, Allahu akbar, au kafia Madinatul Munawwara, umemaliza vizuri. Anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadith, man istata'a an yamuta fil madina falyamut fil madina fa inni shafi'u lahu yawm al-qiyamah, atakayeweza kufia Madina akafia Madina, mimi namwambia nitamtetea mbele ya Mungu siku ya Kiyama. Kwa hiyo kifia sehemu Madina, umeenda umra ukafa, umeenda hija huko Madina ukafa, na wako maujaji wao wanakufa, umeenda vizuri. Baba zetu wameenda hija 2, 3, wengine mpaka 5, wengine mpaka 8, wengine wanapeleka maujaji mpaka 10, na
hawafii kule. Yuko mmoja miongoni mwa mahujaji, Allah amrehemu, yeye alidondoka kabisa Maka, akaumwa, akaingia hospitali, katibiwa kule, akapata kidogo afueni, alafu akaja kukatibiwa, akapata afueni kiasi fulani, akaishi miezi ya kutosha aliyompa Allah, kisha ndio akafa. Hakufia kule. Kwa nini? Kwa sababu taufiki ya Mungu haikumdiriki. Na wako wengine wanaenda hija, wanahitaji warudie kutana familia zao, kumbe kadari ya Allah imewadiriki, wewe hautarudi, wewe ni mgeni wangu. Mtu anafia kule. Wewe unakusikia ndio unafia kule, japokuwa unalia, lakini shukuru pia kamaliza vizuri kama. Wako wengine wanafia Kanyosha, wengine wanafia Maravya. Sio? Mbona mnacheka? Eneo pia kaka, tunaona kwenye nini kule, vijana wetu, dada zetu, Waislamu ndugu zetu wanakufa wengi Palestina, sehemu tukufu, sehemu bora, alladhi barakna haula. Sio Mungu alisema katika sura al-Isra, ile eneo limebarikiwa, watu wanakufa, na istosha kwa jihad, wanafanywa dhulma, wanaenda vizuri. Allah atupe sote mwisho kwa mwema. Ndugu zangu Waislamu, namaliza nikisema kwamba epuka sana na tabia tatu katika maisha yako, na wale watoto wako uwafunze wajiepushe na hizo tabia tatu. Ya kwanza, alhirsu, waache pupa katika maisha yako. Pupa ni mbaya sana. Ukiwa na pupa, kufanikisha kwako ni kudogo sana, bali percent za kufeli ni nyingi mno. Na kwa sababu ya pupa, kama mnavyojua, ndio ilimfanya baba yetu Adam alayhi salatu wasalam atolewe peponi. Nijua pupa. Si Mungu alimruhusu kila kitu, akamkataza tu asisogelee mti huyu, wala takraba hadhihi shajara. Lakini alipodanganywa na Ibilisi, na kwa kumdanganya tu kumwacha kwamba ni shajaratul khuld, kila tu hapo utaishi milele. Hakutaka kungoja milele, wala Mungu alituahidi kwamba tukiingia peponi hakuna kufa. Pupa kwenda kugusi matokeo ya maisha tunaishi hapo, wala msimlaumu sawa, kada alikuwa ameshatangulia. Kwa hiyo watu waache pupa, hasa vijana, acheni pupa. Acha mabinti waache pupa. Tabia ya pili mbaya kabisa, watu waache nini? Husda, kuchukizwa na neema ya mwenzako. Nadhani vitu ushalisema mara nyingi, ukimwona mwenzako ana neema, muombe dua, na wewe ukihitaji neema kama hiyo, muombe Mungu afanye nini? Akupe. Na la mwisho kabisa, ile nafsi yako na watoto wako, kwamba mjiepushe na kiburi. Usiwe na kiburi, na kiburi kinaendaga na sifa hizi. Ukiwa na kiburi, na ukitaka kujua mtu wa kiburi, alifasiri Mtume, alqibru batarul haq wa khamtun nas. Ni vitu viwili, ni kupinga haki. Nani kasema fulani katoke hapo? Ukimsikia mtu analugha za hivyo ni kiburi, yani hata kama ni haki anakataa, maadaama ilionyeshwa na mwingine. La pili, khamtun nas, kuwadharau wengine. Ukiona kwa tabia ya dharau, umekwisha. Ukiona kiburi, peponi ya wengi. Sali, funga, wallahi hautaelewa. Na dalili ndio ile ila Ibilisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Kwa Ibilisa akataka kuzuia Adam, kwani wastakbara, kibri. Na alieleza sababu kule, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Mimi bora kuliko wewe, umeniumba katika moto, umeumba katika nini? Ndio kiburi. Kwa hiyo kiburi ni kibaya sana. Ukiwa na kiburi utajiona, utajivuna, utadharau wengine, na peponi hautoenda. Alisema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin la yadkhulu aljanna, atakayekuwa na chembe ya kiburi kwenye nafsi yake, hata ikiwa kadogo, mtume anasema peponi hautaenda. Allah tuepushe na kiburi. Allah atukumbushe uliokuwa mwema. Allah tunakuomba Rabbul Alamin, utujalie sisi na kizazi chetu na wazazi wetu, tujalie pepo hiyo ndio mafikio yetu, usitufishi isipokuwa umeturidhia. Ya Rabbal Alamin, tunaomba utupe riziki itakayotutosha, na utujalie kila unachotupa uweze kutubariki. Inshallah tuishie hapa, tutoe azana. Ibn Nyamweru Media, ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas.